Bwana Yusufu, mchezo umetamatika na mnyama Simba anaondoka na alama 3 mbele ya KMC. Nataka kufahamu kwa upande wako, umetazama mchezo dakika 90, ulikuwa ni mchezo wa namna gani Yusufu? Ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa timu zote mbili, lakini ulikuwa ni mchezo mgumu sana kwa KMC kwa sababu walikuwa wanakwenda kukutana na madaraja wachezaji ambao wako kwenye level za kuwazidi wao. Na ukija hata kwenye status ya matokeo ya mwisho kwa maana ya KMC na Simba bado ana matokeo bora zaidi mbele ya KMC, mbali na kuwa amekuwa na nyakati mbaya kwenye michuano ya kimataifa. Lakini zilikuwa zinakwenda kukutana timu ambazo kwenye kila mchezo ambao wamewahi kukutana lazima goli zipatikane. Yaani magoli lazima yawepo. Waidha watatoka moja, yani lazima wafungane. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo mgumu sana nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja tumeenda kuthibitisha kwamba Simba walistahili kushinda, na hii inakuja kutokana na aina ya wachezaji ambao yuko nao, lakini pia uhitaji wa alama 3 baada ya kutolewa kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hivi sasa nafikiri Simba hana cha kupoteza kwa namna yoyote. Kila mchezo ambao uko mbele yake atahitaji kupata alama 3 ili kujiweka kwenye eneo zuri kwenye kilele cha kuwania ligi kuu Tanzania bara msimu. Na ukitazama of course wameshatolewa kwenye michuano ya kimataifa. Kwa endapo atashindwa kupata ubingwa, maana yake watakuwa hawana sehemu nyingine ya kujificha. Kwa hiyo lazima wahakikishe kwenye kila mchezo ambao wanaocheza wanapata alama 3. Unazipataje? Ni namna ya kutumia madhaifu ya wachezaji wa timu pinzani, lakini pia kuzivuruga kabisa mbinu za mpango kazi wa mwalimu wa timu pinzani kuhakikisha unanufaika, na ndicho ambacho kimetokea. That's why unatazama mchezaji kama Libasi Gwe kwenye mchezo wa leo, nadhani amethibitisha kwa nini Simba alimsajili. Sasa hapo ukija nje kidogo, kitoka nje ya ushabiki, ndio utasema kwamba Simba alikuwa sahihi kumwacha Okelo na kumsajili Libasi Gwe. Kwa nini tukija kwenye namba bado Okelo namba zinamhukumu kumlinganisha na Libasi Gwe ambaye hakuzungumzwa sana wakati anakuja. Wengi hawakumpa imani kubwa ya kufanya vizuri, na amekwenda kututhibitishia kwenye uwanja kwamba mimi ndo Libasi Gwe. Lakini watazama hata kina Oula amenionyesha kwa nini alisajiliwa kwenye kikosi cha Simba, kwa nini Steven Beka alimhitaji yeye na kuacha wale ambao wameondoka. Kwa hiyo nadhani kwenye mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo ambao Simba alistahili kushinda hata zaidi ya bao 3 na kuendelea. Lakini mpira pia ndivyo ambavyo ulivyo. Tunaweza tukasema KMC ilikuwa ni dhaifu sana, lakini tukumbuke maandalizi ambayo KMC anayafanya kwenda kucheza na Simba sio ambayo atakayoyafanya anapokwenda kucheza dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo wachezaji wanabadilisha mentality zao bila kujali nini ambacho anakipitia kwa wakati huo, kutaka kujitutumua mbele ya hivi vilabu vikubwa ili kuonyesha ushindani, na ndicho ambacho kimetokea. Kwa hiyo kwenye midomo ya wengi unaweza ukasema Simba alistahili kushinda mabao mengi kwa sababu ya wakati mbaya ambao KMC amekuwa nao. Lakini KMC walikuwa na mpango mzuri kwenye mchezo wa leo, walimheshimu Simba, walijua endapo nitafanya makosa ataniadhibu, na ndio maana wameweza kucheza kwenye ule mpango kazi ambao kocha aliingia nao na akaweza kunufaika. Kwa hiyo kwangu mimi nampongeza kocha wa KMC kwa mchezo mzuri ambao amempa mpinzani wake ambaye ni Simba, lakini Simba alihitaji alama 3 zaidi kuliko kitu kingine chochote, na ndicho ambacho kimetokea. Umezungumza ya kwamba mnyama Simba kila mchezo anatakiwa apate alama 3 ili kuweza kushinda taji la ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa kikosi ambacho amesajili msimu huu, ana uwezo wa kupata alama 3 kila mchezo? Nadhani ana kazi kubwa ya kutaka kututhibitishia hivyo kwamba naweza nikawa na consistency. Unajua shida sio kupata alama 3. Shida namna gani ambavyo unakuwa na muendelezo wa kuzipata alama 3. Amecheza dhidi ya KMC, amepata alama 3. Mechi inayofuata atakutana na Young Africans kwenye dabi ya Kariakoo tarehe 1. Anakwenda kwenye mechi ambayo sio tu ni ngumu ndani ya uwanja ama nje ya uwanja, lakini hata mashabiki wanaamini kwamba ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu. Kwa hiyo ili tuanze kumhesabu Simba kwenye mbio za ubingwa ama kupunguza ile gap ambalo Yanga analiongoza hadi hivi sasa, kuhakikisha anakwenda kumfunga Simba. Na nafikiri kwangu mimi heshima ya Simba itarudi. Simba atazungumzwa kwa ukubwa endapo atamfunga Young Africans tarehe 1. Yaani ukitaka mjaji zaidi Steven Beka azungumzwe sana. Kama atashinda hii mechi ya tarehe 1, utaanza kusikia huyu kocha alichelewa kuja kwenye timu ya Simba. Hawa kina Libasi Gwe, kina Oula Chama Klatus, endapo atafanikiwa kufanya vizuri kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, manake
atmosphere nzima ya nini ambacho kimetokea kwenye michuano ya kimataifa itapotea. Kwa nini? Kwa sababu wamepita wachezaji bora, wamepita makocha wazuri, lakini wameshindwa kuthibitisha ubora wa Simba mchezo dhidi ya Young Africans. Kwenda hapo Steven Becker atashinda mchezo huu, itakuwa ni mara yake ya kwanza akiwa kama kocha mkuu wa Simba, lakini itakuwa ni mara ya kwanza Simba kuirejesha heshima mbele ya Young Africans baada ya kuwa wamepoteza mara 4 mfululizo. Kwa hiyo nadhani mara 5 mfululizo. Kwa hiyo nadhani kwa hivi sasa Simba mechi pekee ambayo wanapaswa kuichukulia kwa serious ama kwa ukubwa ni mechi dhidi ya Young Africans. Wamepoteza dhidi ya Azam FC, lakini endapo watapoteza tena dhidi ya Young Africans, maana yake watakuwa wanapunguza zaidi gap dhidi ya Young Africans, na huenda hata watu waanza kuwatua kwenye mbio za ubingwa tena kwa sababu tu amepoteza mbele ya Young Africans. Sawa. Libase Gwe, vipi performance yake? Ni kama watu wameanza kuweka imani kubwa ndani yake. Vipi kwa upande wako? Libase Gwe ukimtazama nje ya uwanja utamwona ni mtu wa kawaida tu ambaye anafanana hata na Ngwale na Sanga, lakini utofauti wake unakuja pale ambapo anapewa jukumu la kwenda kutekeleza katika kuisupport timu, ndipo ambapo anafanikiwa. Nadhani amenithibitishia mchezo wa pili mfululizo anaondoka kama man of the match. Amefunga bao 2 katika mechi 2 ambazo amecheza, sio kwa bahati mbaya. Kwa nadhani ameanza kuiteka imani ya mwalimu, kuanza kumwamini kwenye mechi ngumu. Nadhani kumekuwa na ingia toka nyingi, ni kama imani ya Steven Becker ipo kwa kocha, ipo kwa Oula kuliko Libase Gwe, lakini utofauti unakuja pale namna ambavyo unapaswa kuisaidia timu katika kupata alama 3. Libase Gwe ameonekana kuwa bora zaidi ya Oula. Kwa nadhani wamesajili wachezaji ambao wamekuja kuongeza nguvu, ama wameongeza kile kitu ambacho wakati msimu unaanza kilikuwa kinakosekana. Chini ya kina Neo Maema, Jaisha Lea, kina Elim Panzu, ukuwa unaona hiki ambacho Chama Kratos amekuja kukiongeza pamoja na ule utatu, yani kwa maana kuna utatu unaundwa kwa hivi sasa: Chama, Libase Gwe, Oula. Endapo wachezaji watakliki na kuingia kwenye mfumo, basi Selemani, Mwalimu Jonathan Sow watafunga mabao mengi sana, kwa sababu wakiwa kwenye pitch utulivu upo wa kutosha, maamuzi kwenye nyakati sahihi, mikimbio kwenye nyakati sahihi, wanafanya kila kitu kwa wakati ambavyo unawahitaji. Kwa hiyo nadhani wanahitaji tu muda na kuendelea kufundishwa kile ambacho Steven Becker anakihitaji na kwenda kukithibitisha kwenye pichi. Nadhani watakuwa kwenye engo nyingine tofauti na hii Simba ambayo imeanza msimu. Kinachobaki tu ni namna ambavyo uongozi pia unapaswa kumaliza tofauti zao, kwa sababu kwa mchezo wa leo ni kama wachezaji walishamaliza tofauti zao, na ndio maana wamecheza kwenye kiwango bora. Lakini endapo hakutakuwa na usawa kwenye eneo la kiuongozi, bado timu itaendelea kupata matokeo, leo kesho inapoteza, leo kesho inapoteza. Fahamu katika watu ambao ilikuwa Chamazi ile kama sijakosea, nilikuwa namfuatilia sana huyu dogo Yusufu, si ndio? Yes. Nikasema bwana, huyu dogo atakujaga kuwa hazina kubwa sana baadaye mbeleni, naona yake makubwa. Alikuwa anahojiwa na chombo kimoja, Ayoma Media kama sijakosea. Kipindi hicho anamuhoji alikuwa ni Alhaji Zuberi Mputa. Nikasema bwana, kwenye mafanikio yako ndugu yangu, ukipata mafanikio usinisahau. Yes. Na ndugu yangu inaisha. Na nitaitafuta hiyo interview. Yaani nitaitafuta. Kwa hiyo mwanzo mzuri, nimefarijika sana nilipopata message yake bwana, na mimi tuna media yetu hii hapa katika harakati za kujisukuma. Naombeni mnisaidie. Sisi wote bado tupo chini. Kwa hiyo nawaambia Watanzania wote, tuna TV yetu Bundala, ndio Bundala TV, Bundala Sports. Ni huyu ndio CEO, sijui ndio CEO, sijui, lakini ni chombo ambacho yeye katika kujitafuta ni mtu ambaye ametoka shuleni, sasa tunajitafutia huku kwenye media. Naombeni tumpe support. Kumpa support ni nini? Ni kusubscribe Bundala Sports, kulike, kucomment na kufuatilia mambo yote ambayo yanayotokana na Bundala Sports. Wakati ambapo tunapomsupport huyu, tunakuwa tunamsupport huyu, lakini sijui maisha yake, kuna watu waliowezekana wanamtegemea. Kwa hiyo tunapokuwa tunamsupport huyu, tuna support kipaji chake, tuna support lakini pia familia yake na maisha yake kwa ujumla. Lakini kuachana na Bundala Sports kuwa support yeye,
hadi sisi tunanufaika. Kwa sababu gani? Leo hii mimi mzee wa Saluti nisingekuwa mzee wa Saluti bila medias kama hizi, na hii ni mojawapo ya media, kwa hiyo napasa niheshimu sana. Kwa hiyo ndugu yangu, upatapo muda wowote, wala usiwe na wasiwasi. Kama una muda, bwana nataka kuja kufanya interview kwa ajili ya tuweke maneno nini, usiogope, njoo tujaribu kupata, kama kwenye kemia wanasema solute una plus na solvent unapata solution, ili tupate kizuri zaidi. Kwa hiyo ni hivyo, nilikuwa sina mengi, nikasema bwana acha ni nashukuru sana bwana mzee wa Saluti jamani. Basi shukrani sana. Inawezekana kwenye macho ya kawaida ukimtazama nje kila mtu kuna namna ambavyo anamtafsiri, lakini kwenye akili yangu mimi ninavyomtazama mzee wa Saluti ni moja ya watu ambao ni wazuri sana. Anapokea maoni bila kujali umri, bila kujali lika, bila kujali nyakati ambazo anazipitia. Kwa hiyo ni moja kati ya watu ambao binafsi nawaheshimu sana. Nina marafiki wengi sana kwenye upande wa Young Africans, wapo kina Dada Kevo, kina Godi Yanga, kina kapteni wa Yanga, lakini kwa upande wa Simba kwa kina Mzalamo, kina mzee wa Saluti hawa, kina mchungaji, lakini kwangu mzee wa Saluti ni mmoja kati ya watu muhimu sana ambao nawakubali. Nashukuru sana mzee wa Saluti.